Bwana inakuaje au sio? Bwana, naomba niongee kitu kimoja ambacho cha uchungu sana ambacho ni beta kwamba unajua sometimes unapoongea unafikisha ujumbe kwa jamii na watu wanaelewa kwamba ni kitu gani ambacho kimetokea au kitu gani ambacho kimenani. Naona bwana. Leo nakuja na story moja ya bro wetu mmoja ambaye alikuwa anaishi Durban kwa Zulu Natal, anaitwa Chidi. Nadhani kwa watu ambao mnafuatilia social media, mfano mzuri Facebook, kwa watu ambao mnamfuatilia Bro Msangi, anafanya kitu kizuri sana, anafanya jambo la maana sana la kupambana, especially kwa kupambania Tanzania. Nampa sana big up bro kwa kazi yake nzuri ambayo anaifanya. So I really appreciate bro, na moyo wa kipekee, moyo ambao yani ni binadamu wachache sana ambao wanao. Shaona bwana. Kitu ambacho napenda nikizungumze, unaona kwamba sisi wa Tanzania ama sisi wa Bongo, najua kuna mtu anaweza kufanya ubaya kwa kitu fulani. Labda nitoe mfano ambao ulikuwa hai. Namuona bro Chidi ama Chidi ambaye sasa hivi Msangi anahangaika naye kumpeleka hospitali, kumrudisha katika hali yake ya kawaida, aweze kutembea tena, aweze kuona na vile vile hawezi kujitegemea. Unaona? Kitu ambacho kinanitia simanzi, mtu ambaye amemsababishia ile matatizo, mtu ambaye amemsababishia ule ulemavu ni Mtanzania mwenzetu. Na ninavyosikia huyo jamaa mpaka leo bado yupo. Naona bwana anatembea na anatamba na fresh na kuna kitu ambacho kichomkuta. Bwana, Chidi nilikuwa namuona kwenye social media tu bwana, jamaa tembei, jamaa sio kapata stroke nini, lakini kuna mbongo kamfanyia hivi na hivi na hivi, lakini nilikuwa sielewi kwamba behind the scene ni story gani ambayo ipo ama ni kitu gani ambacho kinaendelea kuhusu bro Chidi. Naona. Lakini baada kwenda kutembea kwenda kufanya tour South Africa, ndo nikaikuta ile story kama bwana, kuna bro fulani alikuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, ndo nikaanza kupewa full mkanda. Unajua kuna vitu vingine huwezi kuandika kwenye social media kwamba ndio utafikisha ujumbe kwa jamii, lakini vitamhathiri yule mlengwa, yule mtu ambaye amefanyiwa kile kitu. Unaona bwana, story yake kusema kweli mimi mwenyewe nilikaa chini nikajikuta natamani kulia yani kuna muda mpaka machozi yakanitoka. Ni story ya bro Chidi, na mbaya zaidi bora iko kitu angekuwa amefanyiwa labda na raia, lakini ni Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu, ndo kamfanyia kitu kama hicho. Alafu hakuna mtu yote ambaye alichukua hatua, hakuna mtu yote ambaye amefanya chochote. Sasa hii inakujaje kwa sisi wa Tanzania? Hii inaonyesha kwamba sisi wa Tanzania hatuko serious. Tukija kwenye swala la umoja, yani kwamba mmoja anapoharibikiwa ndo furaha ya watu wengine. Hiko ndo kitu ambacho nimekiona kwamba watu wana moyo hii, yani ile roho ya mikunjo, yani roho, unajua roho ya mikunjo, watu wana roho ya mikunjo yani. Hebu angalia bro Chidi, angekuwa na maisha yake sasa hivi, unaona, angekuwa anajitegemea mwenyewe, lakini angalia mtu ambaye amemfanyia unyama wale. Yani ni vitu ambavyo siwezi nikaviongelea hapa, yani kwamba najua kwamba ni aibu na fedhea, yani kwamba hata familia yake yenyewe yani hawapendi kitu kama hicho yani, lakini ni kukuta tu kwamba hawana uwezo wa kupambana na hili jambo. Lakini bwana, kusema kwa Tanzania tunatia aibu ya Watanzania kwa ambao mnaishi Durban sio na nini, mnatia aibu yani kwenye swala hili, mmezingua yani mpaka bro anapata tabu namna ile, mmezingua. Alafu ishu mnaelewa jamaa yupo anatamba au kamu, lakini mkija kwenye masuala kipuzi, mtu kaja akafanya hivi kaposti hivi, mnaanza kuangania bwana siji mabalia. Ubalia gani mlokuwa nao mnashindwa kushirikiana wenyewe kwa wenyewe? Ubalia gani mlokuwa nao mnashindwa kusaidiana kwenye shida na raha? Ubalia gani mlokuwa nao mtu anafanywa matukio ya ajabu na mtu yupo mnamjua, mnamwangalia na bado mnaendelea kukaa naye na kuongea naye? Ubalia gani wa namna hiyo? Oya, ifike kipindi kwamba tuamke wanangu, tuamkeni. Mtu anapofanyiwa ubaya, basi na nyinyi mfanyeni ubaya, ili liwe jambo kwa ambao wengine wanataka kuja kufanya wajifunze kupitia kwamba bana, mimi nikifanya hivi kitatokea hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini sio mnachukulia poa wengine bwana, sawa nini. Angalia bro anatapa. Dunia tunapita hapa, lakini angalia bro anavyohangaika sasa hivi. Angalia maisha yake, aoni, na alikuwa anaona vizuri. Atembei, alikuwa anatembea vizuri. Akai chini vizuri, alikuwa anakaa chini vizuri, alikuwa anafanya kazi zake vizuri, lakini mpumbavu mmoja ndo kaja akamharibia maisha yote kwa kitu kidogo tu. Afu Bongo tunakaa tunasapotiana ujinga.
Hebu kwenye vitu vya serious tujaribu kuvipambania, afu kwenye vitu vya kijinga tujaribu. Lakini mtu yuko radhi yaani mtu yuko radhi kusupport ujinga na kuongea ujinga kwa clip moja ambayo ameiona, lakini kumpambania mtu ambaye anapata tabu, mtu ambaye alikuwa amefungiwa ndani anafanyia vitendo vya kinyama na watu wanajua, na mtu anayemfanyia hivyo ni Mtanzania, tena ndugu yetu, mnafumbia macho tu mpaka mambo yote yanatokea, afu baadaye ndo mnajifanya oya bongo si kavu bwana, si kavu kweli yani. Naona najua kuna muda tuongeeni ukweli. Mimi bwana, mimi alone mimi bwana, mimi nikisikia kitu, nikiona kitu ambacho kinani, mimi naongea ukweli. Mimi kwenye nyeusi naeka nyeusi, kwenye nyeupe naeka nyeupe. Jamani, tuacheni kusupport ujinga, tuacheni kusupport ujinga, sianaelewa. Tushirikiane, tusichukiane, wote tunatoka sehemu moja. Au kamula sababu chini anga anavyohangaika, angalia, sianaelewa. Okay, kwa mfano nimekuja South Africa, nimekuja kumpost ndugu yangu yule pale. Yule mimi ndugu yangu, na kila mtu alikuwa kwenye kamera, hakuna mtu ambaye labda nimehide kamera au nini, na bro bwana mimi nakurekodi. Umeona ile tukio dogo tu watu wameanza kupigia kelele, au Baria anaje kutucholesha, Baria anaonyesha tunalala nje, Baria si na nini. Kweli ndio mnalala nje, nisionyeshe. Kama mngekuwa mnalala ndani msingeonekana pale, kwa kuwa mnalala nje ndio maana mmeonekana. Shaona bwana, vitu kama vile mna complain. Angalia issue ya Chidi, mpaka amekuwa mlemavu. Mbona mnashindwa kucomplain? Mbona mnashindwa kuipigia kelele? Mbona mnashindwa kuiongelea kwenye social media? Bwana, kuna fulani kafanya hivi, fulani ndo kamfanyia kitu huyu jamaa, fulani alifungia huyu jamaa. Kwa nini mnashindwa kuongea kila mtu? Lakini vitu vya kijinga ambavyo vya kuelimisha watu kwenye jamii mnakuwa mnapiga kelele, mnaongea upumbavu. Sasa mbona issue ya Chidi amuiongelei? Kafanywa nini yule? Alikuwa mzima yule, alomfanya vile ni nani? Si mbongo? Afu mnajiita mabalia au kamu. Jamani, tufungukeni, tuweni na mawazo ya kusaidiana, tuweni na mawazo ya kutafuta hela. Mimi naongea hiyo kwa uchungu, sababu namuona bro anapopata tabu, ndio maana naongea. Mimi nilikuwa sijui story nzima, nasikia tu bwana Chidi anaumwa hivi na hivi na hivi, lakini kuja kupata full story, mshenzi mmoja ndo kamfanyia kile kitu. Afu vitu vya kijinga, watu wanacha kufocus na vitu ambavyo viko serious, wanakuja kufocus na vitu ambavyo watu wanalala nje. Hivi sisi tuna akili kweli? Bwana mimi bwana, kwenye povu leo mimi nimeishia hapo, nimemaliza hapo yani. Kikubwa tuinkeni, tupambane. Mtu akikosea bwana, hapo umekosea, adhabu yako ni hii na hii na hii. Ndio mabalia wanaishi hivyo, sio mtu anakosea afu upumbavu tu ndio mnakuja mnaamka kama mnapiga kelele nini. Twendeni kwa pamoja, tumsaidieni Bro Chidi arudi kwenye yake ya kawaida. Na ule mpumbavu mpaka leo nasikia bado yupo anatamba tu. Sio bongo kavu sana. Haina noma wanangu. Leo mimi nimeishia hapo.